kwanza mpaka dakika ya 15 Simba walipiga pasi 312 kuanzia dakika ya kwanza mpaka dakika 15. Simba walipiga pasi 312. Hii unaona jinsi gani Chama anavyochezesha timu. Chama anavyochezesha timu, amekuwa kiungo mnyumburifu, kiungo mbunifu, kiungo tegemezi. Vile vile kwa Elie Mpanzu katika ile combination ya kwao wamekuwa katika uzuri zaidi, na tumeona vitu walivyovifanya. Tumeona vitu wanavyovifanya akiwa katika uwanjani, japokuwa kwamba bado lile zimwi la kuto kufunga, zimwi lile la uchoyo, kwamba hatoi pasi kwa wakati kwa wenzake, lakini amekuwa msaada mkubwa katika klabu ya Simba akiwa na combination na wachezaji wenzake. Tumeona katika mbavu za kushoto na kulia kwa Libasio Bey na Anseti Aula jinsi gani ile mikimbio inavyofanywa. Hii ndio maana ya professional yaani kwamba mchezaji mkubwa au mchezaji wa kimataifa aliye professional ni namna gani anatakiwa kuwa. Tumeona katika uwazi kabisa, wala tusipepese macho, na tunaona kwamba wale miamba wanajua ni namna gani ajiposition katika engo ipi. Tunaona kwamba ile aliyokuja kufanya mimi naita ni finishing match. Ile finishing match aliyofanya Anseti Aula ya ile kona alikwenda kupiga mwamba wa Rusaka Clatous Chota Chama. Ile pasi, yani ile kona ni hatari. Mwamba kama kamlenga, na unajua kabisa kwamba Chama ni namna gani anavyopiga kona, anavyokuwa na madhara anavyokuwa na madhara watu. Costi alikuja kwa mlengo wa kukamia. Alipopata lile goli moja akajua kwamba ni mchezo umeisha, wamekuja kwa mfumo wa kujilinda wa paki basi. Lakini alivyoanza kupaki basi, ndio maana nikwambia kwamba pasi 320 na ngapi hizo zilizopatikana ni hatari, kwamba Simba walikuwa wanakuja wanachachu ile, sababu wanajua kwamba nini wanachokifanya na nini wanawania. Aisee, kukimbilia mbio za ubingwa katika misimu minne mfululizo Simba amekosa. Kwa hiyo sasa amekuwa na kiu kikubwa kutaka kushinda, analihitaji ili taji yeye awe topo pale juu na ninavyosema kwamba vivyo hivyo pia kwa Yanga da Africa hatakubali kwamba ni namna gani kwamba aendelee kutetea taji yake, kwamba yeye anahitaji kwamba kwa sababu kashajitanabaisha kuwa unbeaten kwa zaidi ya misimu kenda not kenda, misimu minne. Hiyo misimu yote si mchezo. Kuwa na consistency iliyo nzuri not easy. Hii ni big issue. Yaani huyo jamaa tumpe tu heko zake. Kwa hiyo ni namna gani jinsi anavyofanya na huo mchezo jinsi unavyoenda, mimi nimependa Simba jinsi anavyojaribu kujivua gamba na kujaribu kurudisha makali yake yale ya pila biliani. Tunaona possession zake, possession anazozifanya baadhi ya mchezaji mikimbio yake, unaona kabisa kwamba hawa jamaa wana kitu na wanahitaji kutengeneza kitu katika combination iliyo nzuri zaidi. Kwa hiyo kongole tu kwa kocha amefanya kazi iliyo kwake. Ni maelekezo aliyo machache toka wachezaji kufuata vile kocha anavyofanya katika hata huko background ya pichi, kwenye pichi ya mazoezi. Hii ndo ninachokimaanisha kikubwa zaidi, kwamba kweli wamekwenda kuapply ile waliokuwa wanaifanya huku pembeni. Kwa hiyo kile walichokuwa wanakifanyia mazoezi ndicho walichokuja kukiapply katika mchezo, kwamba ushatanguliwa tayari goli moja, uwezi kubaki nyuma, lazima uforce uweze kuaggregate pale. Sasa ni hii wametuonyesha tena Simba kujaribu kurudisha uwezo wake ule wa awali, ni namna gani anauhitaji huo mchezo kwa ukubwa zaidi. Tumeona kwamba wachezaji wamekuwa na hyper temper, attention yao iko juu, na pressure ya mchezo jinsi ulivyokuwa unaenda. Tunaona makosa, baadhi ya makosa wachezaji wa Coastal Union wakiwafanyia hawa miamba. Anseti Aula ukienda kumvaa lazima mfanyie madhambi. Libasio Bey ndio ufunguo wa mchezo husika kati ya Coastal na Simba, yeye ndio kaenda kufungua. Angalia, na unajua kabisa kwamba mguu wake uliokuwa na madhara zaidi, mguu wa kushoto, akishajiposition katika ile engo akijisetia, na unajua magoli yake yeye anafunga magoli ya mbali. Ni mara chache sana akifunga goli la karibu head to head au hands to hands. Yaani hii ni mara chache sana, shoulder to shoulder au leg to leg. Yaani hii ni mara chache, lakini yeye magoli yake ni far post angle. Hii ndo maana ya harisi ya mchezaji mkubwa. Hii nitakwenda kukuonyeshana hichi ninachokizungumza, reference yake ni hii. Bwana,
Hii ni Search Media One. Mchambuzi wako hapa Baba la Baba. Kwa mara nyingine tena nimerudi on air. Usiache kusubscribe, embo jiunge. Bonyeza neno lililoandikwa chini ya video hapa subscribe. Utakuwa umetisha zaidi. Bye bye. You're welcome.